Kamati ya Ulinzi na Usalama wilaya Geita imetoa maagizo kwa Tume ya Madini, RUWASA na Bonde la Ziwa Victoria kuchukua sampuli za maji kwa ajili ya vipimo katika mradi wa uchenjuaji madini mali ya Simon Kiganga Simon uliopo kijiji cha Nyakagwe, ambao siku za hivi karibuni ulisababisha ng'ombe 13 kufa baada ya kunywa maji hayo yanayodhaniwa kuwa na sumu. Kamati hiyo ikiongozwa na mwenyekiti wake ambaye pia ni mkuu wa wilaya Geita Hashim Komba imefika eneo la mradi huo wa uchenjuaji madini kujiridhisha kuona eneo lililotokea tukio pamoja na kutoa maelekezo ili kuzuia madhara kama hayo yasijitokeze wakati mwingine. Kamati hiyo kupitia kwa mwenyekiti wa Kamati ya Ulinzi na Usalama imeiagiza Tume ya Madini, RUWASA na Bonde la Ziwa Victoria kuchukua sampuli za maji yanayodhaniwa kuleta madhara ili kujiridhisha juu ya usalama wake. Hizi ni ripoti za Ayo TV na Miradayo kutokea wilayani Geita, mkoani Geita. Mimi ni Baraka Fulgence. Ulipo ni mradi wa uchenjuaji wa madini kwa maana ya vat leaching plant kwa ndugu Simon Kiganga Simon. Mradi huu umekuwa ukiendelea kufanya shughuli zake za uchenjuaji toka umesajiliwa, lakini mnamo tarehe 23 mwezi huu wa 3 palitokea tukio la ng'ombe. Mradi ulianza toka 2020. Kwa hiyo tarehe 23 hiyo palitokea tukio la ng'ombe wapatao 13 walikutwa wamekufa katika mwalo jirani hapo chini. Lakini baada ya ukaguzi kufanyika ukihusisha ofisi ya madini, mtendaji wa eneo husika, mheshimiwa diwani na daktari wa mifugo, palibainika kwamba ng'ombe wale wamefariki kutokana na kunywa maji yenye sumu. Sasa kwa uelewa tu wa haraka, mara nyingi sumu ambayo ni hatari na inaweza kumuua ng'ombe kwa haraka sana kwenye miradi yetu hii ni sumu ya cyanide. Na sehemu pekee inapotumika sumu ya cyanide ni kwenye miradi hii ya uchenjuaji kwa maana vat leaching plant. Kwenye mialo kule hatutumii cyanide. Kwa baada ya kufuatilia ikaonekana kwenye plant ya Bwana Simon Kiganga kuna alama za kutiririka kwa maji kutoka kwenye shimo la kuhifadhia maji yenye sumu. Kwa hiyo baada ya kufuatilia ikabainika kwamba maji hayo yalitokea kwenye mradi huu. Kwa hiyo hatua ambazo zilichukuliwa, ilifanyika fidia ya hao ng'ombe 13 kwa maelewano baina ya mmiliki wa ng'ombe, ambapo walilipwa jumla shilingi milioni 20 kama fidia, na hatua zingine za kuwafukia wale ng'ombe ili wasije wakatumika kwa wananchi kuondoa yale madhara zilifanyika, ambapo zilifanyika chini ya daktari wa mifugo. Mmechukua hatua gani za kisheria dhidi ya mhusika bali ya hiyo ya mfugaji kulipwa? Na hiyo mfugaji kulipwa ipo kwenye kanuni namba ngapi ya kanuni zenu za Tume ya Madini? Kwa mujibu wa kanuni kwa mujibu wa sheria ya madini, kifungu namba 197 kama sijasahau, kuna kanuni inasema polluter pays principle. Yaani yule anayesababisha uchafuzi wa mazingira kwa mujibu wa sheria ya mazingira, kwa sababu sheria ya madini inafanya kazi sambamba na sheria ya mazingira. Kwa mujibu wa sheria ya mazingira, yule mtu anatakiwa adhibiwe kwa kulipishwa fine. Lakini shughuli tumekuwa tukifanya kwa kushirikiana na wenzetu wa Geita DC ambao wana kitengo cha mazingira pia. Ni kwamba ili tukio lilikuwa linaambatana pia na uchafuzi wa mazingira. Kwa watu wa mazingira pia tulifika siku ya tarehe 24 kuweza kuangalia madhara yaliyotokea na kuweza kusababisha hivyo vifo vya ng'ombe 13. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria ya mazingira tuliweza kufika tukatoa ilani kwa mmiliki wa planti, ingawaje alikuwepo mwakilishi wake. Kwa hiyo tulimpatia ilani ambaye nakala tunayo hapa na tutakupatia, pamoja na kumtoza fine kulingana na sheria ya mazingira inavyosema. Tulimwandikia barua ya kumtoza fine ambayo ni fine ya shilingi milioni 10, pamoja na taratibu nyingine ambazo zinatakiwa zizingatiwe ya kuweza kurekebisha mazingira ambayo yalikuwa yameharibiwa. Lakini ushauri wa jambo hili, Bwana Simon Kiganga, mimi ningeomba ungeleta tu mashine ukachimba kwa greda. Kwa mikono bado usalama ni mdogo, mvua ni kubwa, zinanyesha zinatiririsha maji. Ushauri wangu kwako, kazi iko vizuri kwa sababu tunalenga kuzalisha, hatutegemei kuona haya. Tunalenga tuone wewe unaendelea kulipa kodi, mapato yanaingia serikalini na nini, na wewe unanufaika pia, na wananchi wanaokuzunguka wawe salama zaidi. Ni vyema wenzetu wa Tume ya Madini mkashirikiana vyema na wenzetu wa RUWASA pamoja na watu wa Bonde la Ziwa Victoria
mkachukua sampuli za maji ambayo yanapita kwenye maeneo haya na ambayo yanakwenda mbali kidogo na maeneo haya kulingana na mtiririko wa hayo maji madogo madogo tunayoyaona, ili mkaendelea kujiridhisha pasipo shaka juu ya usalama wa maji ambayo yanatumika kwenye ukanda huu. Tunaweza tukawa tumeconcentrate na eneo ambalo ndio changamoto hiyo ilitokea ya ng'ombe, lakini labda tukakuta overflow ilikwenda mbali zaidi. Kwa jiridhisheni pasipo shaka ili tuweze kutoa ushauri wa jumla kwa wenzetu wote ambao wanatumia ardhi kwenye eneo hili pamoja na vyanzo vya maji.